Unajua viongozi wa Yanga ndio ambao wamesababisha ili sekeseke ambalo linaendelea sasa hivi kwa mashabiki na wanachama wa Young Africans. Yaani viongozi wao ndio sosi ya kwanza. Unajua kama viongozi wa Yanga wasinge sema kwamba hawatapeleka timu uwanjani na mechi yao ya mwisho ni ile ya tarehe 8, mashabiki wasingekuwa na msimamo huu ambao tunaona wako nao sasa hivi. Mashabiki wanapata hiyo nguvu ya kuwa na msimamo wa aina hiyo na kuisumbua sana TFF na bodi ya ligi kwa sababu klabu yao imeshasema hivyo. Yaani wanachokifanya ni kile ambacho tayari klabu yao ilishakizungumza mwanzoni. Kama unakumbuka makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Arafat Haji, baada tu ya mchezo kuahirishwa, alisema yeye haamini kwamba kuna mechi nyingine ambayo itachezwa dabi msimu kwenye ligi kuu zaidi ya ile ya tarehe 8, na akasema yeye anaamini hakuna mechi nyingine ambayo itachezwa. Kwa hiyo ile ilitoa tafsiri ya msimamo wa klabu. Lakini pia ukisikia wajumbe mbalimbali kina Alex Ngai mara nyingi wamekuwa wakizungumza kwamba wao hawatambui mechi nyingine ya dabi zaidi ya ile ambayo ilichezwa tarehe 8, manake ile ndio ambao wanaitambua. Kwa hiyo hawatacheza mechi nyingine yoyote, na hiyo ndio ambao wanachama wameondoka nayo. Sasa hivi ukimuuliza kila mwanachama wa Yanga anaamini kwamba timu hiyo haitapelekwa uwanjani kwenye mchezo unaofuata. Lakini kama unakumbuka pia Haji Manara alifanya press moja akazungumza, na moja vitu ambavyo amelizungumza siku ile, Manara alisema kwamba uongozi wa Young Africans hautapeleka timu uwanjani kwenye tarehe nyingine ambayo itapangwa, ila wanachokifanya ni kumtaka pia rais wa shirikisho aende kuomba radhi kutokana na kile ambacho alikizungumza pale Tanga, kwa kusema kwamba hataki wacheza sinema kwenye mpira. Yeye alishinikiza pia vile kwamba anapaswa kuiomba msamaha klabu ya Young Africans, lakini wakati akiendelea kuwekea msumari kwamba ni lazima klabu ya Young Africans igome kucheza mechi ya pili ya marudiano. Sasa hizi ni kauli ambazo zimezungumzwa na watu wakubwa sana kwenye klabu ya Young Africans. Haji Manara alikuwa ni afisa habari, sasa hivi sio afisa habari by the way, lakini ana influence kubwa sana. Ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo ile influence yake ile inasababisha sasa kuongeza pressure, kwa sababu anachokizungumza mashabiki wanakisikia na wanachama wanakisikia, na pia yeye ni mwanachama wa Yanga. Na bahati mbaya pia baada ya kuzungumza vile hata klabu ya Young Africans haikukanusha, iliendelea kubaki kama sehemu ya kumuunga mkono Manara kwa sababu hawajaandika chochote. Kwa hiyo hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaonesha kwamba Young Africans hawako tayari kucheza mechi ya pili, na ni vitu pia ambavyo wanachama na mashabiki wa Young Africans wameendelea kuvishikilia kwamba wao hawatacheza mechi ya pili kwa sababu wanaamini kwamba mechi ya kwanza iliahirishwa kimakosa. So sasa hivi ambacho kinatokea ni nini? Kinachotokea sasa hivi ni kwamba mashabiki wanaamini kwamba viongozi wao wana msimamo, lakini sasa viongozi wao wamejiingiza kwenye pressure zaidi kwa sababu wamekubali kuitikia wito wa mheshimiwa waziri wa michezo. Na baada ya kuitikia wito wa mheshimiwa waziri wa michezo, manake wanachoenda kukijadili ni mchezo wa pili kuchezwa. Sasa ikitokea leo Yanga wanagoma kusikiliza, wanagoma kubali kucheza mechi ya marudiano, manake pia wanakataa ni kwamba wamekataa ushauri ambao ameutoa waziri wa michezo, kwa sababu waziri wa michezo anavyoitisha watu kwenye kikao hawaiti watu kwa ajili ya kupanga tarehe mpya ya mchezo, ila anawaita watu kwa ajili ya kushauriana namna gani ambavyo mchezo wa pili utafanyika bila kuleta purukushani za aina yoyote. Na sidhani kama kuna kiongozi wa Young Africans ambaye ana uwezo wa kukataa kile ambacho anakizungumza waziri wa michezo. Yaani naamini kwamba kila mtu atakubaliana na kile ambacho anazungumza waziri wa michezo. So ikitokea Yanga pia wamekubali kwenda kucheza mechi ya pili, ina maana wanapoteza uaminifu kwa mashabiki wao na wanachama wao, kwa sababu leo wanachama wanaamini kwamba viongozi wao wana uwezo wa kushikilia msimamo, lakini viongozi hao ndio ambao wanaonekana kama wamekubali kwenda kwenye wito wa waziri, na sidhani kama kuna kiongozi wa Yanga ambaye anaweza kukataa ombi la waziri. Kwa hiyo kama waziri ataomba mechi chezo tena, ina maana viongozi wa Yanga atakubali kucheza mechi nyingine. Sasa watatoka mbele kwa wanachama, watawaambia kitu gani? Ni kitu kingine ambacho tunasubiri kukiona, lakini hii pressure yote ambayo tunaona sasa hivi ni kubwa kwa sababu viongozi wa Young Africans ndio ambao walitengeneza wenyewe. Sasa hivi namna ya kujiondoa kwenye hiyo pressure inakuwa ni ngumu, kwa sababu tayari bodi ya ligi na walichokifanya, wamempelekea waziri taarifa na wameomba appointment na waziri na wamekubali, kwa sababu wanajua bodi ya ligi wanajua kabisa kwamba ili swali kihusisha serikali ndani yake, hakuna mtu au hakuna kiongozi wa Young Africans ambaye atakuwa na uwezo wa kugoma mechi ya dabi isichezwe. So wameingizwa kwenye mtego na wamekubali kuingia kwenye mtego. Mwisho wa siku
huo mtego ambao wameingia utawagaragaza vibaya mno. Yaani hakuna namna Yanga wataweza kuchomoka kwenye hili. Naamini kwamba kile ambacho walikiamini mwanzoni tayari mpaka sasa kimeshafutika. Hawana uwezo wa kukataa kucheza dabi, na dabi itachezwa kama kawaida. Lakini kama watakuwa na msimamo wa kugomea mchezo wa dabi, watakuwa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watakuwa wamefanikiwa kuwaonesha bodi ya ligi na serikali kwamba wao ni watu wenye misimamo na wana uwezo wa kusimamia misimamo yao. Tusubiri tuone kwamba hii sinema itaishaje, lakini naamini kwamba Young Africans hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi. Wale wamekubali kuingizwa kwenye mtego na wameingia kwenye mtego. Mwisho wa siku wa kuwasubiri tu majibu ya namna ambavyo yatatokea, lakini naamini kwamba Yanga hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi.